Sawa Doto. Doto, ile hali uliona jana pale kwenye baa. Mpenzi wangu Sara. Ninapokuambia Sara jana jarudi nyumbani. Pole sasa. Unajua matatizo yaliyokukuta jana ni makubwa. Wewe acha tu ndugu yako. Sasa mimi unajua unafikiria sasa hivi mke wangu Sara kenda kulala wapi? Zaidi kwa yule mpuzi mmoja tu. Inauma pale unapojua kabisa kwamba mtu wako ameenda kulala sehemu fulani. Inauma. Pole sana. Najua aliyokukuta jana ni makubwa. Kubwa sana. Mimi ni maskini mmoja tu, sina mbele wala nyuma. Unafikiri nitafanya nini mimi? Nitafanya nini kwa yule mpuzi? Nitafanya nini mimi? Kaka usiseme hivyo, lakini nilikuwa naomba nikupe ushauri. Ungefika kwao. Ila sina imani. Najua ameenda kulala kwa mtu wake. Sina imani Doto. Ungeenda hata kama utamkuta, usijaribu kumwambia mama yake. Maana itakuwa shida. Unaweza kusema ameenda kwa huyo mpuzi, kumbe yupo kwao. Unajua tu ni hofu ya mtu, anaweza kawa ameogopa tu kurudi kwa lile tukio la jana. Sawa Doto, nitaenda kuangalia kwao. Na nakuhakikishia mimi pamoja nitakuwa na machungu sana yanayoumiza katika moyo wangu. Lakini sitomwambia kitu chochote mama yake. Hatajua kitu chochote kinachoendelea. Ndio tunampenda sana mke wangu. Nampenda sana, tumetoka mbali. Unajua kaka, utakuwa umetumia busara sana ukifanya. Okay Doto. Kaka tajembe naliona zito wewe. Sala. Naniuma sana, umetoka naye mbali. Umetoka naye mbali sana. Sala. Lakini utumie busara, ukifika pale usimwambie mkolechi yaliyotokea. Sawa Doto, nikuelewa. Hata nijikaze tu, mimi mwanaume nitafanyaje? Wewe mwanaume kakapambana. Si unajua maisha ndio hadi unaondoa mateso, kuangalia kwenyewe ndio huko.